Jina langu ni Ramadhan Omari, ni mchambuzi wa hali ya hewa kutoka kitengo kikuu cha utabiri wa hali ya hewa hapa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Tunapozungumzia misimu ya mvua, Tanzania kwa kawaida imegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kwa maana kwamba kuna maeneo ambayo yanapata misimu miwili ya mvua kwa mwaka, na maeneo hayo ni kaskazini mwa nchi yetu, ikihusisha mikoa ambayo inazunguka Ziwa Victoria, kwa maana mikoa Kagera, Geita, Mwanza, Shinyanga, Mara, Simiyu na kaskazini mwa mkoa wa Kigoma. Lakini pia maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, kwa maana mikoa Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, na maeneo ya pwani yetu ya kaskazini, kwa maana mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Maeneo haya kwa kawaida huwa yanapata misimu miwili ya mvua kwa mwaka. Msimu wa kwanza ni msimu wa vuli ambao kwa kawaida huwa ni katika kipindi cha mwezi Oktoba hadi Disemba. Lakini msimu wa pili ni msimu wa mvua za masika ambazo kwa kawaida hunyesha kuanzia mwezi Machi mpaka Mei. Kwa hiyo kwa mwaka huu tupo katika huu mwezi Februari, tunaelekea mwezi Machi ambapo tunatarajia kwamba mvua za masika zitaanza katika maeneo hayo. Na kama unavyotambua au mnavyotambua, mvua za msimu wa masika tayari utabiri wake umeshatolewa mwezi huu mwanzoni tu na mkurugenzi mkuu wa Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania, na utabiri unaonyesha kwamba maeneo ya pwani yetu ya kaskazini, kwa maana mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Pwani, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba, lakini pia maeneo ya mkoa wa Kagera pamoja na Geita na kaskazini mwa mkoa wa Kigoma, maeneo haya yanatarajiwa kupata mvua za wastani hadi juu ya wastani. Na kwa maeneo ya mkoa wa Mara, Simiyu, Shinyanga, Mwanza, mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, mvua zinatarajiwa kuwa ni za wastani hadi chini ya wastani. Na mvua hizi zinatarajiwa kuanza wiki ya 4 ya mwezi Februari na wiki ya kwanza ya mwezi Machi, hususani katika maeneo yanayozunguka Ziwa Victoria. Lakini kwa maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki, mvua hizi zinatarajiwa kuanza wiki ya pili na ya tatu ya mwezi Machi 2026. Na kwa maeneo ya ukanda wetu wa pwani ya kaskazini, tunatarajia kwamba mvua hizi zitaanza wiki ya kwanza na ya pili ya mwezi Machi 2026. Na kuisha kwa mvua hizi, tunatarajia kwamba mvua hizi zitaisha wiki ya 4 ya mwezi Mei pamoja na wiki ya kwanza ya mwezi Juni 2026 katika maeneo mengi ambayo yanapata mvua hizi. Sasa pia tunatarajia ongezeko la mvua kidogo ukilinganisha na miezi mingine, hususan mwezi Aprili 2026. Hivyo tunawaomba wananchi wazipokee hizi taarifa, waweze kuzifanyia kazi, wafanye maandalizi yao mapema kwa shughuli mbalimbali ikiwemo shughuli za kilimo, kwa maana kwamba katika uandaji wa mashamba, lakini pia katika kuchagua mbegu na mazao ambayo ni sahihi kulingana na utabiri ambao umetolewa katika maeneo yao. Lakini pia kuweza kufuata ushauri kutoka kwa wataalamu mbalimbali ikiwemo maafisa ugani, ikiwemo na wataalamu wengine kwa sekta mbalimbali katika kujiandaa na hivyo kuweza kuwa na tija na ufanisi katika shughuli zao ambazo watazokuwa wanazifanya za kiuchumi. Lakini pia Mamlaka ya Hali ya Hewa itaendelea kutoa mirejesho kadri msimu utakavyokuwa unaendelea, kwa maana kwamba mifumo ya hali ya hewa itakavyokuwa ikibadilika, basi Mamlaka ya Hali ya Hewa itawatahadharisha wananchi au itawahabarisha wananchi nini kinachoendelea kuhusiana na masuala ya hali ya hewa hapa nchini. Na pale ambapo tutaona kwamba kutakuwa na viashiria vya uwepo wa hali mbaya ya hewa, ikiwemo vipindi vya upepo mkali, ikiwemo vipindi vya mvua kubwa, basi Mamlaka ya Hewa itatoa hizo tahadhari ili wananchi waweze kujikinga na kuchukua hatua stahiki kulingana na hali mbaya ya hewa ambayo inatarajiwa. Mwananchi wa kawaida akisikia wastani, chini ya wastani, juu ya wastani, haelewi nini? Mwananchi wa kawaida akisikia neno wastani, juu ya wastani au chini ya wastani, tunapozungumza wastani tunazungumza kawaida, kiwango cha mvua ambacho huwa kimezoeleka kunyesha katika eneo husika. Na hiki kiwango cha kawaida huwa tunakipata baada ya kuchukua wastani wa muda mrefu, kwa maana ya miaka 30.
Tunapozungumzia miaka 30 tunazungumzia kuanzia 1991 mpaka 2020. Sasa tunachukua labda kwa masika ya 1991 tulipata kiwango gani cha mvua katika msimu huo, tunajumlisha na mwaka unaofuata mpaka kuja kufikia mwaka 2020. Baada ya hapo tunagawa kwa 30, ndio tunapata wastani wa kiwango cha mvua ambacho kinanyesha katika eneo husika. Sasa tunapokuwa tunatoa utabiri, tunalinganisha baada ya kutazama ile mifumo yetu na kuchakata, je, kiwango cha mvua tunachokitarajia kitakuwa ni zaidi ya ile mvua ambayo imezoeleka pale? Kama itakuwa ni zaidi ya pale, maana yake itakuwa ni juu ya wastani. Lakini kama itakuwa ni chini ya kile kiwango ambacho kimezoeleka katika eneo hilo, basi itakuwa ni chini ya wastani. Ndipo tunapoweza kutofautisha kati ya wastani, juu ya wastani au chini ya wastani. Mikoa ya Pwani, Dar es Salaam, Morogoro, Tanga, na hata Morogoro, Tanga na pembezoni, yani ambayo iko karibu na Pwani. Mvua hizi za masika watarajia kupata mvua za aina ipi? Ni juu ya wastani au wastani? Tunatarajia katika maeneo hayo mvua zitakuwa ni za wastani hadi juu ya wastani, kwa maana kwamba uwezekano mkubwa upo kwenye kupata mvua wastani, lakini pia kuelekea kwenye mvua za juu ya wastani, kwa maana kwamba kunaweza kukawa na ongezeko la unyevunyevu katika udongo, kwa maana mwananchi wa kawaida au mkulima katika kujiandaa na msimu wa kilimo, basi ajue hilo kwamba mbegu atakazotumia huenda zikawa ni zile, atumie mbegu ambazo ni bora, ambazo zitaweza kuhimili hali hii ya ongezeko la unyevunyevu kidogo katika udongo. Wewe kama mtaalamu wa hewa, kwa utabiri huu sasa, hasa wakulima wapate ushauri kutoka wapi, na kwa mvua hizi ambazo zinatarajiwa kunyesha wajikite kwenye kilimo cha aina hii? Ni swali zuri sana. Kwa kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye msimu wa masika, ni vyema wananchi wakapata ushauri kutoka kwa wataalamu husika. Kwa mfano, mtu wa kilimo ni vyema akapata ushauri kutoka kwa afisa ugani, kwa maana yeye ndiyo atakayemwelekeza kwamba kulingana na utabiri huu uliotolewa na kiasi cha mvua kinachotarajiwa, ni mazao gani bora aweze kuyapanda katika msimu huu ili yaweze kustahimili kiwango cha mvua ambacho kinatarajiwa na kuweza kupata mavuno yanayostahiki. Kubwa mvua ambayo utatokea Pwani, huenda inaweza ikawa na effect kwa eneo ipi, na ushauri kwa mamlaka na hasa ambao wana ujenzi, wana miradi mbalimbali wazingatie kipi? Kikubwa ni kuzingatia ushauri wanaopata kutoka kwa wataalamu, lakini kubwa zaidi ni kufuatilia kadri msimu unavyokwenda hizi taarifa ambazo tunazitoa mara kwa mara kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania. Kwa maana kwamba tumeshatoa utabiri wa msimu, lakini ndani ya msimu kuna mabadiliko madogo madogo ambayo yanatokea siku hadi siku. Hivyo Mamlaka ya Hali ya Hewa inatoa utabiri wa kila siku, lakini pia tunatoa utabiri wa siku 5, wa siku 10 pamoja na mwezi. Lakini pia mamlaka inatoa tahadhari ya hali mbaya ya hewa. Hivyo ni vyema wananchi wakawa wanazifuatilia hizi taarifa ili kuweza kujua nini hasa kinachotarajiwa ndani ya msimu huu kwa kipindi kifupi. Kwa mfano mimi natazama sasa hivi, sijui chochote, nataka kufahamu mvua za msimu huu zitakuwa nyingi, kwa sababu wananchi wanataka vitu simple. Awe na mtazamo upi? Atakuwa atarajia kuwa na mvua nyingi, yani mvua zitakuwa nyingi, au zitakuwa mvua za kawaida kabisa, ni kunyesha za kawaida. Kwa kuna siku zitanyesha nyingi, lakini yani ajitayarisheje, kwa sababu kuna kuvuna maji, kuna watu kupanga ratiba zao za kwenda kazini, kusafiri kwenye engo hiyo. Kwa mwananchi wa kawaida, kulingana na eneo ambalo lipo, kwa yale maeneo ambayo tunasema kwamba ni mvua za wastani hadi juu ya wastani, kwa maana kwamba kuna uwezekano wa kupata mvua za kawaida ambazo zilizozoleka, lakini pia kuna uwezekano wa kuweza kupata mvua nyingi kuliko ile kiwango ambacho kimezoeleka. Na kwa maeneo ambayo tunatarajia mvua za wastani hadi chini ya wastani, maana yake uwezekano wa kupata mvua zilizozoleka zile za kawaida, lakini pia kupata mvua ambazo ni chini ya kile kiwango ambacho kimezoleka, kwa maana upungufu. Lakini wananchi wanapaswa kukumbuka kwamba licha ya kwamba kuna maeneo yanaweza yakapata mvua za chini ya wastani, upo uwezekano wa kutokea vipindi vifupi vya mvua kubwa katika maeneo hayo. Kwa hiyo usitazame tu kwamba mvua zitakuwa ni chini ya wastani, inawezekana kuna siku ukaamka ukashangaa tu mvua kubwa imenyesha kwa kipindi kifupi.
utabiri wa masika, kuna mikoa ambayo inaenda isipate kabisa mvua, yani kama kuna mikoa katika mwezi wa pili mpaka tano wanaweza sitarajia kupata mvua? Hapana, hapana. Kwa sasa tuko kwenye msimu wa mvua, kwa maana ya kwamba maeneo ya kaskazini kama nilivyosema, tunatarajia sasa mvua za masika zianze katika maeneo hayo, lakini kati mwa nchi yetu kuelekea kusini mwa nchi, wao wanaendelea na mvua ambazo tunaziita mvua za msimu, na mvua hizi zilianza mwezi Novemba na matarajio kwamba zitaisha mwezi Aprili mwishoni kuelekea mwezi Mei mwanzoni. Kwa hiyo kwa sasa maeneo mengi ya nchi yanaendelea kupata vipindi vya mvua. Neno lako kwa wakulima sasa, sababu ndio mvua za msimu, kuna tafuta mtu analima sana mpunga, hivi hali ikoje? Yani natamani kupata neno kutoka kwa nyinyi wataalamu wakulima tu overall. Kwa umesema wafuate ushauri huko, lakini neno la tumaini ni lipi, au neno la kuwaambia wawe nalo kabisa kwamba kama ni kujiandaa wajiandae, au matarajio kwa msimu huu? Tunatarajia hali kidogo itakuwa nzuri ukilinganisha na mvua au msimu uliopita wa vuli, kwamba tunatarajia kidogo hali itakuwa nzuri. Kwa hivyo wananchi kwamba wajiandae kwa masuala ya kilimo na shughuli mbalimbali, lakini pia tunajua baada ya msimu kuisha huu wa masika tunaelekea katika kipupu ambacho ni kipindi cha ukavu. Kwa hiyo pia wananchi wanaweza wakavuna maji kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Licha ya kwamba kwa sasa mvua zinaweza zikawa nzuri wakatumia kwenye matumizi mbalimbali, lakini pia wavune maji kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Hii pia inaenda hata kwa wafugaji, kwamba na wao pia wanaweza kuhifadhi malisho kwa ajili ya matumizi ya baadaye. Kwa hiyo matumaini ni kwamba msimu utakuwa mzuri, basi wananchi waendelee kufuata ushauri kutoka kwa wataalamu mbalimbali ikiwemo maafisa ugani, lakini pia katika kuweza kuchagua mbegu na mazao ambayo ni sahihi kulingana na ule utabiri ambao tumeutoa, na kupanga shughuli zao za kila siku ikiwemo masuala ya palizi, ikiwemo masuala ya kuweka mbolea, kwa kufuata hizi tabiri ambazo tutakuwa tunazitoa ndani ya huu msimu, kwa maana utabiri wa siku 5, utabiri wa siku 10, waweze kuzitumia hizi tabiri vizuri katika kupanga shughuli zao mbalimbali katika masuala ya kilimo. Kwa kumalizia, kama una ambacho natamani anayefuatilia sasa akijue na akifahamu, labda unaweza kuwa nimesahau kuuliza au kuzungumza, sasa umekumbuka, karibu. Na kikubwa ambacho tunapenda kuwashauri wananchi kwa sasa, Mamlaka ya Hali ya Hewa, utabiri ambao tunaotoa kiwango cha usahihi kimeongezeka, hivyo taarifa zetu waziamini, na wanapofanya mipango yao na mikakati yao, basi wahakikishe wanazitumia hizi taarifa vizuri katika kupanga hiyo mipango yao. Lakini pia kunapokuwa na jambo lolote, maswali, maoni, basi wasisite kutuandikia au kufika katika ofisi zetu na kuweza kuwasilisha hayo maoni yao au pamoja na hayo maswali yao. Kuna swali nje ya hiyo masika hivi, nadhani hii masika hii wiki kuna kama ongezeko la joto hapa Dar es Salaam. Hii inatokana na nini? Au ndio uandalizi wa masika yenyewe? Kwa kawaida kipindi cha Novemba na kipindi cha Februari kwa hapa kwetu kunakuwa na ongezeko la joto, na hii ni hali ya kawaida ambayo huwa inajitokeza mara kwa mara. Na kipindi cha Novemba ongezeko huwa linatokea kwa sababu jua tunasema kwamba kama linaelekea kusini mwa nchi, na kipindi cha inaelekea kusini, kwa kawaida kipindi cha Novemba jua linakuwa linaelekea kusini likiwa linapita hapa nchini kwetu, na kipindi cha Februari jua linakuwa kama linaelekea kaskazini likiwa linapita hapa nchini kwetu. Kwa hiyo maana yake tunasema kwamba ni jua la utosi katika maeneo ya kwetu, kwa kunakuwa na ongezeko la joto katika maeneo ya nchi yetu. Na kingine huwa muda mwingine inachangiwa na upungufu wa mvua katika baadhi ya siku, kwa kunapokuwa hakuna mawingu, hakuna mvua, maana yake kwamba jua linawaka na hivyo kuongeza hali ya joto katika baadhi ya maeneo. Na kingine kwa maeneo ambayo yapo ukanda huu wa pwani au karibu na maeneo ambayo kuna vyanzo vya maji ikiwemo maziwa au bahari, kwamba muda mwingine fukuto nalo huwa linasababisha kuona mtu anahisi kwamba joto ni kali zaidi kuliko maeneo mengine. Hii huwa inatokea mara kwa mara, kwa maana kwamba kiwango cha unyevunyevu kikiwa kikubwa, basi hata mwili jinsi
hisi lile joto inakuwa ni tofauti kabisa na kipindi ambacho unyevunyevu unakuwa ni mdogo.